Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya China imekabidhi vitendea kazi yakiwemo magari na vifaa maalum vya kuzimia moto kwa hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro. Na katika michezo, ligi ya mabingwa Afrika, Yanga lazimisha sare dhidi ya JS Kabylie nchini Algeria, huku kombe la shirikisho Azam ikikabili kipigo cha bao 1-0 katika uwanja wa Amani huko Zanzibar. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema. Jina langu ni Kisa Mwepiana. Tunaanza kukusomea taarifa habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia kile kilichojiri katika upande wa magazeti. Karibu sana. Serikali ya watu wa China kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania imekabidhi vitendea kazi mbalimbali vya hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro, vikiwemo magari na vifaa maalum vya kuzima moto milimani, hususan moto unaojitokeza mara kwa mara katika Mlima Kilimanjaro. Tupate taarifa zaidi. Akikabidhi vifaa hivyo katika makao makuu ya ofisi za hifadhi za taifa nchini TANAPA yaliyopo mkoani Arusha, Waziri wa Maliasili na Utalii Daktari Ashatu Kijaji amesema hatua hiyo ni matokeo ya ushirikiano mzuri uliopo kati ya Tanzania na China katika kuimarisha uhifadhi na sekta ya utalii nchini. Tumesikia magari haya tumeyapata kutokana na urafiki wa ndugu zetu serikali ya watu wa China. Wametuwezesha kupata vitendea kazi kadhaa kama ambavyo tumevisikia kwa ajili ya kurahisisha utendaji kazi wetu kule hifadhi yetu ya Mlima Kilimanjaro, ikiwa ni pamoja na kupata vitendea kazi vya kuzuia moto ule ambao tumeona ukiwa unatokea. Sasa wenzetu wametupatia, na hii inatokana na mahusiano mazuri alionayo Mheshimiwa Rais wetu na marais wenzake. Aidha, Daktari Kijaji amesema msaada huo ni mwanzo wa maboresho makubwa yanayolenga kuongeza ufanisi katika kuhifadhi Mlima Kilimanjaro, huku akieleza dhamira ya serikali kuhakikisha Tanzania inapokea zaidi ya wageni milioni 8 ifikapo mwaka 2025-2030. Dhamira ya kuvipata ilikuwa ni waambie tu Katibu Mkuu, muhimu tutunze vitendea kazi hivi na vifanye kazi iliyokusudiwa ili tuweze kufikia malengo hasa tulioelekezwa ndani ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, nayo si nyingine ni kuhakikisha tunaendelea na kazi ya uhifadhi wa maeneo yetu yote. Esther Mtebe, Channel 10. Vijana wanaohitimu mafunzo ya ufundi stadi VETA mkoani Mara wameiomba serikali kuongeza wigo mpana wa utoaji wa mikopo ili kuondokana na tatizo la ajira linalowakabili pindi wanapohitimu mafunzo ya ufundi, ambapo baadhi yao fani zao zimekuwa haziwanufaishi kutokana na kukosa mitaji. Huyu hapa ni Musa Makali ambaye ana undani wa hii taarifa kutoka huko Mara. Licha sasa serikali kutoa kipaumbele zaidi katika kundi la vijana katika uwezeshwaji na Daktari Samia Suluhu Hassan kufikia hatua ya kuunda wizara maalum inayodili na vijana, baadhi ya vijana mkoani Mara wanaohitimu mafunzo ya ufundi stadi VETA wameomba serikali kuweka wigo mpana wa mikopo ili kupata fedha hizo na kuanzisha shughuli zao zitakazowasaidia kulinda fani walizosomea. Tuweze kupata mikopo ili tuweze kujiendeleza wenyewe au tuweze kujiajiri wenyewe pamoja na kuweza kuajiri wengine. Kwa hiyo serikali iweze kutuangalia, itupe nafasi, hata sisi tunaweza kufanya vitu vikubwa zaidi. Tusiishie tu kwamba tumemaliza VETA lakini tunarudi mtaani tunakuwa ni wakuzurura mtaani, hatufanyi kitu chochote. Mimi kazi yangu ni umeme wa magari. Nikipata mkopo huo naweza nikanunua diagnosis machine kwa ajili ya kupimia gari, ambazo gari nyingi kwa sasa zinakuja na mfumo wa umeme. Wakati wa kuhitimisha mahafali ya 17 katika chuo cha ufundi stadi VETA hapa mkoani Mara, mkuu wa chuo hiki Martin Moleli amesema sasa vijana hao wamekwiva na wako tayari katika kufanya kazi popote. Mafunzo haya yamelenga kuwafundisha stadi za maisha na mbinu za kijasiriamali ili waweze kuanzisha biashara binafsi na kujiingizia kipato, ikiwa na pamoja na mafunzo ya ufundi stadi katika fani mbalimbali, miradi ambayo imekuwa kichocheo kikubwa cha kuwainua vijana wa jinsia ya kike kiuchumi na kijamii. Mkurugenzi wa VETA kanda ya Ziwa anawataka vijana kutumia ujuzi walioupata kufanya kazi badala ya kutegemea kuajiriwa. Rai yangu, msingoje kuajiriwa. Tengenezeni
ajira. Serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 200 ambazo ziko katika mpango na bajeti ya VETA kwa mwaka huu wa fedha 25-26 kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu mbalimbali katika chuo cha VETA Mara. Vijana 139 katika chuo cha ufundi stadi VETA hapa mkoani Mara wanahitimu fani mbalimbali, huku wakijivunia fani hizo walizozipata zitawawezesha kujiajiri na kuajiriwa. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Waziri wa Maji Juma Aweso amemuondoa kwenye nafasi yake meneja mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Dar es Salaam Kibamba atapangiwa majukumu mengine kufuatia kushindwa kuwajibika katika nafasi hiyo, ikiwemo kushindwa kufahamu hata ratiba ya utoaji wa maji katika eneo lake, huku wananchi wakilalamikia kukosa huduma hiyo kwa muda mrefu. Nimemuuliza swali dogo tu kwamba hapa maji yanatoka saa ngapi, hajui. Tunafanya babaishaji hivi, hatuwezi kwenda. Huyu mimi ni mtendaji wangu. DAWASA kuna kazi nyingi, tutaenda kumpa kazi nyingine. Hapa tutamleta mtu ambaye anaweza kufanya. Waziri Aweso amechukua hatua hiyo akiwa Mpiji Magoe, ikiwa ni siku yake ya kwanza kufanya ziara katika mkoa huo baada ya kuteuliwa kuendelea kuhudumu katika wizara hiyo. Amesema hawawezi kwenda na mtendaji wa namna hiyo, huku akitangaza kiama wa watendaji wote ambao kwa namna moja ama nyingine wanashiriki katika kuhujumu utendaji wa mamlaka hiyo, ikiwemo kutumia huduma za maji bila kulipa, na kwamba watafuatilia wizi wa mita ambao umeanza kukithiri. Twende tukawekeze katika swala la prepaid mita. Tumeleta pesa DAWASA, wanabwiri kwa tumepokea pesa, hajapokea? Amepokea. Tunaanza sasa uanzaji wa uwekezaji, na hii ni vema tukaanzia kwenye taasisi. Tuanze kufunga katika baadhi ya taasisi. Katibu mkuu wizara hiyo Mhandisi Mwajuma Waziri amewakumbusha watumishi wa DAWASA kutojisahau, na kwamba katika awamu hii hawatamvumilia mtendaji yoyote atakayechafua taswira ya wizara kupitia mamlaka hiyo. Tunaenda kusimamia service delivery level. Niwaombe watendaji wenzangu, watumishi wenzangu, na waomba sana, this is the same November, billings imeshafikia pazuri. Kama kulikuwa kuna mtu ana manuva huko alikuwa ameshaanza kuchafua gogo letu, I withdraw tu. Singi tuna mahitaji ya magari karibu 50 kufanya kazi yetu vizuri, bajaji 100, pikipiki 450 na guta 25. Salma Shabani, Channel 10, Dar es Salaam. Mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA imewataka wawekezaji katika sekta ya ujenzi nchini kutumia fursa na mazingira wezeshi inayowekwa na serikali kupata mitaji ya kutekeleza miradi yenye tija ambayo inalenga kuinua uchumi wa jamii na nchi kwa ujumla. Afisa mtendaji mkuu wa mamlaka hiyo CPA Nicodemus Mkama ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa uwasilishaji wa hati fungani ya kampuni ya saruji ya Simba Cement yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 204 kwenye soko la hisa Dar es Salaam DSE. Hivyo kiasi hiki cha fedha ambacho kimepatikana cha shilingi bilioni 204 kinaenda kutumika kuongeza ufanisi katika uzalishaji na usambazaji wa saruji hapa nchini, na hivyo kuweza kusaidia kampuni pamoja na sekta mbalimbali zinazotumia saruji, hususani miundo mbinu. Naye mwakilishi wa afisa mtendaji mkuu wa soko la hisa Dar es Salaam DSE Emmanuel Nyalali amesema kampuni ya saruji ya Simba imetumia njia rafiki na jumuishi kuongeza mtaji wa kuongeza uzalishaji wa bidhaa itakayosaidia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hivyo ni muhimu kwa taasisi nyingine kuiga mfano huo wenye manufaa kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Hii ni njia ambayo inapunguza gharama ya kupata mtaji, kwa sababu hautaki kulipa riba, na wanawekeza ni wale ambao ni wanahisa yako tayari ndio wanawekeza pesa zao kwenye kampuni na unaongeza mtaji. Salum Pelembo, Channel 10.
Wakala wa usajili wa matukio ya kijamii Zanzibar imekutana na wadau kupitia mkataba wa huduma kwa mteja, lengo likiwa ni kuboresha namna huduma maalum za usajili zinavyotolewa kwa wananchi. Kikao hicho kimeweka mkazo katika kuongeza uwazi, ufanisi pamoja na kuimarisha mifumo ya utoaji huduma ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa wakati na viwango vinavyokubalika. Kikao hicho kimefunguliwa na mratibu wakala wa usajili wa matukio ya kijamii Pemba, Omar Abdalla Isiaka, ambaye amesema kupitia mkataba huo wananchi watanufaika zaidi kwa kupatiwa taaluma, huduma bora, rafiki na kuzingatia mahitaji yao. Huu mkataba wa huduma kwa wateja utakwenda kutusaidia kwa kiasi kikubwa sana katika utoaji wa huduma zetu, kwani ni mmoja katika mihimili mikubwa ambayo itatupa sisi hamasa. Mkurugenzi wakala wa usajili Himidi Haji Makame amesema mkataba huo utakuwa mwongozo muhimu wa kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Katika ahadi hizo, ofisi ya wakala imeahidi kufanya kazi na kutoa huduma hizo za usajili pamoja na utoaji wa vyeti pamoja na vitambulisho vya Mzanzibari kwa wakati maalum kwa mujibu wa mkataba. Naye mkurugenzi wa wakala wa usajili Asma Hassan Ahmada amesema mkataba huu umelenga kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma, ikiwemo kuongeza ufanisi wa mifumo ya usajili, kuziweka pamoja na kuziunganisha taarifa kutoka katika mifumo mingine ya kiserikali inayohusiana na usajili wa matukio ya kijamii, kuratibu na kusimamia taarifa za usajili wa matukio ya kijamii. Jamani, walio wengi bado sasa hivi wako nyuma kuandikisha watoto kwa kujua kama mtakwenda kuhangaika na watafutaji wakubwa wa vyeti kule ni akina mama. Sasa wakati wa kuhamasisha, jamani, jifungulieni hospitali. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Serikali imesisitiza kuwa itaendelea kuwaamini vijana na kuwashirikisha kikamilifu katika mipango mbalimbali ya maendeleo ya uchumi, ikiwa ni dhamira ya kuwawezesha kujikwamua kiuchumi na kuchangia kwa ufanisi katika ustawi wa taifa. Leonard Mwacha anayo taarifa zaidi kutoka Dodoma. Hayo yameelezwa na Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari katika hotuba yake iliyosomwa na Naibu Waziri wa Fedha Mshamu Ali Munde kwenye mahafali ya 39 ya Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini, na kuwataka wahitimu kuchangamkia fursa zilizopo. Kwa kuwaasa wahitimu wetu na vijana wote nchini kuchangamkia fursa zilizopo, kushiriki kikamilifu katika miradi ya maendeleo, kutumia mitaji kwa nidhamu na uadilifu na kuchangia kikamilifu katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Vile vile wanapaswa kutambua kuwa wao ni nguvu kazi ya taifa hili na kwamba wanahitajika kuwa na moyo wa kizalendo wa hali ya juu. Aidha, mkuu wa chuo hicho Profesa Hossein Mayaya amesema namna ambavyo serikali inawawezesha vijana kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya mahitaji ya soko la dunia. Lengo kubwa ikiwa urushaji huu ni uanzishwaji wa mitaala mipya ni kujibu mahitaji ya soko la ajira ili kuwa na wahitimu wabunifu wenye stadi za msingi za kujiajiri pamoja na kuajiriwa kwenye soko la ajira la ndani na lile la kimataifa. Kwa upande wa wahitimu, wamezungumza namna ambavyo wamejiandaa kuchangamkia fursa hizo kwa bidii. Nimejipanga vizuri zaidi kutokana na kile ambacho nilichokisomea, kipo chini ya Wizara ya Fedha na Mipango, na mimi mwenyewe nimesomea masuala ya mipango. Kwa hiyo itakuwa ni opportunity kubwa sana kwangu mimi jua namna gani naenda kupambana na hizo fursa huko kwenye swala zima la ajira. Hii nafasi ambayo mama ameitoa ya kwamba atatoa mikopo kwa vijana, mimi lengo langu niende nikawekeze kwenye kilimo, na nimebezi sana kwenye kilimo cha mpunga. Kilimo cha mpunga ni eneo ambalo linaajiri watu wengi. Kuna wapandaji, kuna mbegu pale na maana watu wataajiriwa, kuna wavunaji, sio kuna watu wa trekta. Kwa hiyo hapo ukiangalia vizuri utagundua kwamba kuna wataalamu mbalimbali. Mimi nimejikita sana kwenye kuajiri vijana wenzangu. Katika mahafali hayo, zaidi ya wanafunzi 1500 wamehitimu masomo yao katika fani mbalimbali. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Shukrani sana Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo, mtazamaji. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani.
Mashindano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika yameendelea kutimua vumbi hapo jana kwa vilabu viwili vya Tanzania, Yanga pamoja na Azam FC kushuka dimbani katika michezo ya mzunguko wa pili hatua ya makundi. Wawakilishi wa ligi ya mabingwa klabu ya Yanga ilishuka dimbani katika uwanja wa ugenini wa Stade House nchini Algeria walipo wanacheza na JS Kabylie, na mchezo huo kumalizika kwa suluhu ya bila kufungana ambapo kila timu imeondoka na alama moja. Kufuatia matokeo hayo, Yanga imefikisha alama 4 baada ya kucheza michezo miwili, wakipata ushindi mchezo mmoja na kutoa suluhu mchezo wa pili. Wawakilishi wengine katika mashindano ya kombe la shirikisho, Azam FC walishuka dimbani kucheza na Wydad Casablanca ya nchini Morocco katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, na mchezo huo ulimalizika kwa Azam kupoteza kwa goli 1-0. Goli pekee la mchezo huo lilifungwa na kiungo mkongwe wa Morocco Nurdin Amrabat. Kufuatia matokeo hayo, Azam FC anasalia mkiani kwa kundi lake akiwa hana alama yoyote baada ya kucheza michezo miwili na kupoteza yote. Mtazamaji, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia kile kilichojili katika upande wa magazeti, ikiwa ni yale tu magazeti ambayo yametufikia mezani kwetu asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi.